CCM oye! Kwa hiyo sasa la tahafu wala tahzanu, niliwaambia mwanzoni, sawa mwenezi keshasema hapa utakula na tutabeba. Kwa hiyo wale wanaosema jamani tatizo njaa toka saa 3, ondoeni hofu, sawa na muda si mrefu mimi nakamilisha hapa na viongozi wataongea kwa ufupi. Ndugu zanguni, nimetaja mambo ambayo yamefanyika kwa kila kata. Tunaelewana vizuri Lakini tuna mambo ya jumla ambayo hayafanywi kwenye kata moja, yanafanywa kwenye kata nyingine, lakini yananufaisha Mafia nzima. Tumeelewana vizuri Kwa hiyo naomba nieleze yafuatayo. Twende kwenye sekta ya afya. Kwenye sekta ya afya, ndugu zangu, mtakuwa mashahidi. Mwaka 2020 wakati mimi naingia madarakani, mnaniweka kuwa mwakilishi wenu, kwa kiongozi wenu, kwa mtumishi wenu. Ukienda pale hospitali ya wilaya, kuna vitu vilikuwa havipo, leo vipo. Tunaelewana vizuri Kwa hiyo kipindi cha miaka 5 hii, hospitali yetu ya wilaya imeboreshwa kwa kiasi kikubwa. Tumpige makofi Dr. Samia. Tumepata jengo la emergency. Emergency ni lile jengo la wagonjwa wa dharura. Sawa milioni 250 imetumika kwa ajili ya ujenzi wa jengo la wagonjwa wa dharura. Sawa tumepata tena fedha zaidi ya milioni 350 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ICU. ICU ni jengo la wagonjwa mahututi. Tunaelewana vizuri ambalo lilikuwa halipo. Sasa hivi ukifika hospitali ya wilaya, hilo jengo utafanya nini? Utalikuta. Lakini tukapata fedha tena zaidi ya milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la mama na mtoto. Hilo jengo tayari limekamilika. Liko nyuma kule ya hospitali, kule ilikuwa kliniki ya zamani. Ukienda sasa hivi kuna hilo jengo, milioni 500 na kitu zimetumika pale kwa ajili ya ujenzi wa jengo la mama na mtoto. Lakini kubwa kuliko yote, hivi ninavyozungumza, tumejenga jengo la kuzalisha gesi. Tunaelewana vizuri Zamani tulikuwa tunatumia mitungi ya gesi. Kama unataka mgonjwa wako kwa gesi, ilikuwa tunaagizia mitungi kutoka wapi? Dar es Salaam, kutoka Dodoma, kutoka wapi? Sawa Hivi sasa ukienda pale Kilindoni, kuna jengo limejengwa ambalo linafungwa mitambo sasa hivi. Kwa hiyo gesi sisi itakuwa tunazalisha wenyewe sawa na Muhimbili, Mloganzila, Temeke na maeneo mengine duniani. Tunaelewana vizuri Hatutabeba mitungi tena kwenye nini? Kwenye gesi. Tunaelewana vizuri Na kwa mantiki hiyo sasa sisi tutakuwa tunazalisha gesi mpaka zahanati zetu, vituo vyetu vya afya hivi vyote vitakuwa tunaleta gesi sasa kwenye nini? Kwenye mitungi. Na wenzetu wilaya nyingine za Kibiti, Rufiji watakuwa wanakuja kuchukua gesi hapa. Mafia nipigeni makofi. Naeleweka vizuri Lakini tumenunua vifaa tiba zaidi ya milioni 600 zimetumika, sawa na makorokoro mengine yote zaidi ya bilioni 1 milioni 770 imetumika kwa ajili ya kuboresha hospitali yetu ya nini? Ya wilaya ile ya Kilindoni. Tumpige makofi Dr. Samia. Sambamba na hilo, wakati tunaingia hapa, hiki kituo chetu cha afya hapa kilikuwa hakina ambulance. Sawa hiki kituo cha afya cha Kirongo kilikuwa hakina nini? Ambulance. Sasa hivi kituo chetu hiki kina nini? Kina ambulance. Ipo pale, inapaki pale, kama kitokea dharura yoyote, mgonjwa kukimbizwa Kilindoni anakimbizwa. Sawa Lakini hospitali yetu ya wilaya tumenunua ambulance ngapi? 2. Kile kituo chetu cha afya cha kule Kegeani kina ambulance. Kwa hiyo tuna ambulance 4 ambazo zilikuwa hazipo. Nipigieni makofi tafadhali. Nimeeleka vizuri hata kama ukanuna hivyo vitu si vipo. Tunaelewana vizuri. Sasa mimi unanichukia kwa jambo gani? Yaani mimi usinitake kwa lipi? Yaani mna baya gani? Pigeni makofi tafadhali. Nasemeni huna mabaya mfalme. CCM oye! Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mwaka 2020 wakati sisi tunaingia, tunaelewana vizuri kutoka hapa Mafia kwenda Mkuranga, sawa wapi pale tunapenda Kisiju,
kutoka hapa Mafia kwenda Nyamisati. Sawa? Mlikuwa mnatumia nini? Mlikuwa mnatumia nini? Semeni. Mlikuwa mnatumia boti za mbao Kulikuwa na Mafia raha na Mafia karaha, sio? Si ndio Kulikuwa na Mafia raha na nini ile nyingine? Mafia laini. Mafia laini. Kulikuwa na Mafia laini na Mafia raha, wala sio karaha. Sasa hivi zipo. Sasa hivi zipo. Piga makofi kwa Dr. Samia tafadhali. Tarehe 1 ya mwezi wa pili. Tarehe 1 mwezi wa ngapi? Wa pili 2021. Kama mnakumbuka uchaguzi tulimaliza tarehe 28 hivi mwezi wa 10. Sawa Mwezi wa 11, mwezi wa 12, mwezi wa kwanza. Tunaelewana vizuri Miezi mingapi? Hiyo mitatu. Tunaelewana vizuri kama mwanamke yuko eda vile. Tunasema eda kuisha na kitu tayari, si ndio? CCM oye. Tarehe 1 mwezi wa pili mwaka 2021 tumepata kivuko cha MV Kilindoni. Sawa? Bilioni 5.3 zimetumika kwa ajili ya utengenezaji, uundaji wa kivuko cha wapi? Cha Kilindoni, kikaanza kutoa huduma katika kisiwa cha nini? Cha Mafia. Sasa niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Maka lazima mtengenezee hasira. Sawa Sasa naomba niwaletee habari njema. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, amenipa pesa. Amenipa bilioni 9.3. Nipigieni makofi. Sasa msemi za nini? Tunaelewana Hizi amesema nenda kazigawe kwa watu wa wapi? Kila mtu akitoka hapa ataniletea bahasha yake nimpe. Zigawiwi hivyo. Sisi oye. Ametoa bilioni 9.3 kwa ajili ya kivuko kipya cha Mafia ambacho kimeshaanza kutengenezwa. Kwa yeyote atakayepata nafasi na fursa ya kufika Dar es Salaam, tunaweza tukawasiliana, nikampa namba ya mkandarasi, akakuchukua akakupeleka mpaka kule Kimbiji inapojengwa kivuko chetu, uende ukakione na wewe mwenyewe kwa macho yako ya nini? Ya nyama. CCM oye. Bilioni 9.3 tulizokushalipa mpaka hivi sasa. Tumelipa advance payment bilioni 2.8 na juzi mwezi wa tatu wamelipa tena bilioni 1.5. Kwa hiyo jumla ya bilioni 4.3 zimeshalipwa. Sawa bilioni 5.1 bado ninayo. Tunaelewana vizuri Tunatarajia Mungu akipenda insha Allah huenda kabla ya uchaguzi mkuu kivuko chetu kikawa tayari. Tunaelewana vizuri Sasa mjichanganye, mmenielewa, mfanye maamuzi mengine alafu muone kwa kivuko kama kitakuwepo. CCM oye. Lazima tuambizane ukweli. Mmenielewa Make haya wa kuyasimamia kila mtu na kazi yake. Tunaelewana vizuri Kila mtu na nini? Yaani kuna watu wameumbwa duniani kwa ajili ya kushughulika na matatizo ya watu. Ndio kama mimi. Tunaelewana vizuri Lakini kuna watu wameshindwa hata kutengeneza familia. Sasa mtu kashindwa kutengeneza familia, hata uweza ubunge. Mimi nawaambia kweli ndugu zangu, CCM oye. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna kivuko kipya. Kiko njiani kuja kwa ajili ya watu wapi? Wa Mafia pamoja na Watanzania. Na kivuko hiki kimebeba yale mahitaji yetu yote muhimu. Yote. Tunaelewana vizuri Sasa hivi mwenzetu mmoja akipata faradhi kule Dar es Salaam, Nyamisati au wapi, tukitaka kusafirisha mwili wa marehemu au maiti wetu, tukifikia kwenye MV Kilindoni tunamweka wapi? Tunamweka wapi? Ambao mmeshawahi kusafirisha maiti. Mnamweka wapi? Amchanganya na mizigo. Anachanganywa na nini? Na mizigo. Hatujadhalilisha utu wa mtu. Make binadamu anahitaji stara yake mpaka anapozikwa, sio? Kwa maana kuna yale mambo matano ambayo ni lazima kila maiti afanye nini? Anachanganywa kwenye nini? Kwenye mizigo. Kivuko hiki kipya
Dr. Samia akasema nataka kiwe na chumba maalum kwa ajili ya kuhifadhia nini? Maiti. Wakati wanaposafirisha basi kuwe na sehemu maalum. Kwa hiyo tunamchukua marehemu wetu, ndugu yetu, anakwenda kuwekwa kwenye eneo maalum, anasafirishwa mpaka hapa, tunamtoa pale, tunampakiza kwenye ambulance au gari yoyote, tunamleta eneo la kustiriwa. CCM oyee! Kwa hiyo cha kwanza iko kimezingatiwa. Lakini sasa hivi ukipanda MV Kilindoni, ukipata tatizo lolote mule ndani, una sehemu ya kukimbilia. Si unakuwa sambamba tu na nini? Na abiria wengine, sio? Kivuko hiki sasa kitakuwa na eneo maalum mule ndani, kama chumba kidogo cha nini? Cha zahanati. Na kutakuwa na mtaalamu mule wa kuhakikisha kwamba afya zetu toka tunapotoka mpaka tunafika tuko salama. CCM oyee! Tunaelewana vizuri eh? Lakini mara nyingi sisi hapa tunasafirisha wagonjwa, si ndio eh? Wanapata changamoto hapa, hawezi kuhudumiwa hapa, tunapata rufaa za kuwapeleka kwenye hospitali nyingine, Temeke, Mloganzila, Muhimbili na maeneo mengine, sio? Wakipanda kwenye meli hatukai nao kwenye viti hivyo hivyo. Ni sawa sawa hiyo. Tunaelewana vizuri eh? Kivuko hiki sasa kitakuwa na chumba maalum kwa ajili ya kuhifadhi nini? Wagonjwa wetu. Kwa hiyo mgonjwa atakuwa kwenye kitanda chake pale, kama kwenye stretcher, kwenye nini, sawa, na muangalizi wake, sawa, na vidrip vinaanguka pale, sawa, kama na damu anawekewa, kama na gesi kidogo anawekewa, mpaka anafika wapi? Iko ndo kivuko kinachokuja. Tumeelewana vizuri eh? Lakini wewe na vile vile mule ndani utakuwa na hoteli kidogo, unaletewa vitu kama hivyo. CCM oyee! Hiko kinachokuja sasa. Tunaelewana eh? Kwa hiyo nipeni kazi niende nikamalizie nini? Kazi. Sawa eh? Nipeni kazi nikamalize kazi. CCM oyee! Seme nisiseme? Niseme nisiseme? CCM oyee! Haya, naimika hapa. Anasema muda umekwenda. Lengine tulilolifanya ndani ya kipindi cha miaka 5, ndugu zanguni, wale ambao mshawahi kwenda halmashauri. Mshawahi kwenda halmashauri? Hamjaenda eh? Hamjaenda. Toka tupate uhuru. Sawa eh? Toka tupate uhuru, ofisi yetu ya mkurugenzi wa halmashauri ilikuwa eneo linaitwa Bomani, karibu na magereza Kilindoni pale. Si ndio eh? Nimeeleweka vizuri eh? Toka tupate uhuru ofisi iliyokuwa inatumika ni hiyo. Lakini ndani ya miaka 5, ndugu zangu, tunapozungumza zaidi ya bilioni 5.7 zimetumika kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri wilaya ya Mafia, ambayo ofisi sasa imekamilika na mkurugenzi sasa yupo kwenye ofisi